ikiwemo tukio maarufu pale nchi ya kidemokrasia ya Kongo mwaka 1998 ambapo radi ilishuka uwanjani na kuua wachezaji wote 11 wa timu pinzani, eti na ikawaacha wachezaji wa timu nyingine wakiwa salama. Vipi kuhusu yule jamaa aliyeingia uwanjani wakati Taifa Stars inacheza na timu ya taifa ya Brazil pale uwanja wa Mkapa? Jamaa alitaka tu kumgusa Ricardo Kaka. Sasa hivi unajua kama kombe la dunia limewahi kuibiwa? Unashangaa? Nisikilize nikupe fuli mkasa namna ambavyo wizi huu ulivyotoa maarufu nchini Uingereza. Hapo awali kombe lilikuwa linatumika kwa mara ya kwanza, liliitwa Victory, lakini lilibadilishwa jina na kuitwa Jules Rimet, ikiwa ni ishara ya kumwenzi mzee Jules Rimet. Aliwahi kuhudumu kama rais wa FIFA na ndiye alianzisha michuano hii ya kombe la dunia. Taji hili lilitumika kuanzia 1930 hadi 1970 baada ya timu ya taifa Brazil kulichukua mara 3 na FIFA kuamua kuwapa mazima. Hata hivyo likiwa nchini humo Brazil liliibiwa mwaka 1983 na hadi leo halijapatikana. Yaani ukisikia wizi ndio huo sasa. Baada ya kombe hilo kupewa wa Brazil, mwaka huo huo FIFA ilitengeneza kombe lingine kupitia Silvia Gazzaniga ambalo ndio linatumika hadi leo. Tuendelee na story kuhusu kombe la mara ya kwanza lililotumika kuanzia 1930 hadi 70. Wezi walijaribu kuliiba mara 2 na kufanikiwa kulipata katika jaribio la pili. Unaambiwa mara ya kwanza lilipoibiwa lilivumbuliwa na mbwa ambaye hadi leo amebakia kwenye historia ya vitabu vya soka duniani mwaka 1966. Mashindano ya kombe la dunia yalikuwa yakifanyika nchini England. Januari mwaka huo tayari taji lilishawasili nchini humo kusubiria michuano hiyo iliyoanza Julai 11 hadi 30. Lakini Machi 20 walinzi waliokuwa zamu kulinda eneo ambalo kombe hilo lilihifadhiwa waligundua kwamba kombe hilo limeibiwa. Msako wa kulitafuta ukaanza. Ilipofika Machi 27, jamaa mmoja aliyeitwa David Cobbett akiwa na mbwa wake njiani aliyeitwa Pickles walifanikiwa kuliokota taji hilo. Ilikuwa ni baada ya mbwa huyo kunusa harufu na kuanza kuifuata hadi alipofika kwenye kitu kilichofungwa kwa gazeti kuukuu pembezoni ya gari lililoegeshwa. Na Cobbett alipofungua akakutana na kombe lililokuwa limeibiwa. Hakutaka mambo mengi zaidi ya kuliwasilisha kituo cha polisi na baadaye likaenda kukabidhiwa kwa chama cha soka nchini England. Cobbett aliitwa kituoni pia kwa mahojiano zaidi kwa kuwa alikuwa akidhaniwa kwamba huenda alihusika kwenye wizi, lakini baada ya mahojiano hakufunguliwa mashtaka yoyote. Mwaka huo England ilichukua ubingwa wa kombe hilo, huku Cobbett sambamba na mbwa wake walialikwa kwenye chakula cha jioni cha kusherehekea ubingwa na wachezaji wa England. Pia alizawadiwa kiasi cha pauni 5,000 ambayo kwa sasa inaweza kufikia pauni 99,000 ikiwa kama sehemu ya zawadi ya kulipata taji hilo. Pesa hiyo aliitumia kununua nyumba huko maeneo ya Lingfield, Surrey. Mbwa wa Cobbett aitwaye Pickles alizaliwa kati ya 1962 na 1963. Wakati anafanya tukio hilo la kishujaa, anakadiriwa kuwa alikuwa na umri wa miaka 4. Baada ya tukio hilo, mbwa huyo alionekana kwenye filamu ya The Spy with the Cold Nose ambayo aliigiza na waigizaji maarufu wa wakati huo nchini England kama vile Eric Sykes na Johnny Whitfield. Wenzetu huwa wanaheshimu juhudi katika kufanikisha jambo fulani. Yaani kitendo cha mbwa kusaidia kulipata kombe la dunia ikampa nafasi ya kushiriki kwenye filamu kali tena na waigizaji maarufu. Wewe uko kwenu unaweza ukasaidia hadi kuokoa maisha ya mtu na bado ukaitwa mtuhumiwa au ukala kipigo kabisa. Mbwa huyo alionekana kwenye vipindi mbalimbali vya televisheni. Pia alitunukiwa tunzo ya mbwa bora wa mwaka kisha akapewa medali ya fedha ya National Canine Defense League. Unaambiwa hata kifo cha mbwa huyu kilikuwa cha maajabu kama yalivyokuwa maisha yake, tofauti na mbwa wengi ambao huwa wanaugua na kufariki. Pickles kwake haikuwa hivyo, ikiwa ni mwaka mmoja tangu aibuke shujaa. Mwaka 1967 aliaga dunia baada ya kamba yake ya shingoni aliyokuwa amevaa kunasa kwenye tawi la mti na kumkaba shingoni hadi alipoteza maisha. Chanzo cha kamba hiyo kunasa kwenye tawi ilikuwa ni wakati anajaribu kumkimbiza paka aliyekuwa anapita karibu na nyumbani kwao. Pickles alizikwa nyuma ya nyumba yao na kamba yake ya shingoni ilichukuliwa na kupelekwa kwenye jumba la makumbusho la mpira wa miguu lililopo jijini Manchester. Sikia mwanangu, wema ni akiba. Kabla hatujaanza kuenzi juhudi za wanyama kama wanavyofanya wenzetu, tujifunze kwanza kuthamini juhudi za binadamu wenzetu. Huu ni ukweli na si uvumi.